hatuwezi kwenda kuingiza chama kwenye uchaguzi ambao tunajua hata tukishinda hatutangazwi. Tunajua msimamizi wa uchaguzi ana haki kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa nguvu waliopewa na chama chao ambacho ni CCM, ambao pia ni serikali. Wanaweza kumtangaza mtu yoyote. Mtu anaweza kushinda na asitangazwe. Sasa watuambie hiyo misingi ambao wanasema chama imetoka kwenye misingi, ni msingi upi? Ni msingi upi? Watuambie, kwa sababu madhumuni ya chama hilo ni moja kati ya madhumuni. Lakini jambo lingine 414, kuendeleza na kudumisha demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kujenga utamaduni wa demokrasia katika jamii kwa kutambua kazi za wengi katika maamuzi, na pia kutambua haki za wachache zisikilizwe, kuheshimiwa na kulindwa, sambamba na kukubali ushindani huru wa haki na wawazi katika uchaguzi. Ndugu waandishi na wananchi ambao mnatusikiliza, wale wanaojiita G55, G55 sio kwamba hawakusikilizwa. Tarehe 3 mwezi wa 4 chama kiliita kikao cha watiania wote Tanzania nzima. Wao hawakuja, waliandika barua ama kitu kinachoitwa waraka, na waraka ulipokelewa. Sasa walitakaje? Kila kitu kinahitaji time. Mtaleta waraka wenu leo, malalamiko leo yenu leo yafanyiwe kazi leo? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo nimesema kwenye hiyo hoja wanaosema kwamba chama kimekiuka misingi, labda waseme ni misingi ipi, kwa sababu moja kati ya msingi au madhumuni ya chama cha siasa, kwa maana ya chama chetu, chama cha demokrasia na maendeleo, ni pamoja na kushinda dola kwa njia za kidemokrasia. Lakini hizi njia ambazo zipo hatuwezi kushinda dola. Kwa hiyo hakuna msingi wowote uliokiukwa. Lakini tarehe 2 Disemba kamati kuu ilikaa mwaka jana. Pamoja na mambo mengine walikutana kwa ajili ya kufanya tathmini kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Katika kamati kuu ile, wajumbe wa secretariat ambao ndio chombo kikuu kinachoratibu shughuli za chama za kila siku, ndo hao kina Salum Mwalimu, ndo hao kina John Mrema, ndo hao kina Benson Kigaila. Of course Catherine yakwepo, nafikiri uchaguzi wa baraza la wanawake ulikuwa umeshaisha. Kwa sidhani kama alikuwa ni mjumbe. Hao ndio ambao wanaandaa agenda. Hao ndio ambao wanaandaa mipango, wanaipeleka kwenye kamati kuu. Ikiwemo no reform no election, kwa sababu Salum Mwalimu wakati anahojiwa na Wasafi TV alisema no reform no election sio agenda iliyopitishwa kama azimio kwenye kamati kuu. Sasa yeye ni mjumbe wa secretariat na anajua. Wakati mwenyekiti anaongea hapa na vyombo vya habari baada ya kutoka kwenye kamati kuu, alisema mwelekeo wetu ni no reform no election. Kama hakuna mabadiliko ya msingi kwenye kanuni za uchaguzi, kwenye sheria, hatuoni sababu ya kufanya huu uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo hawa wenzetu, na nyinyi kama mmenisikiliza na mnafuatilia, mmenisikiliza vizuri, mkija kufuatilia kwa kina mtagundua no reform no election imekuwa ni mzigo mzito sana kwa wenzetu. Wao wanafikiri wana haki ya kulinda ndoto zao za watu wachache, lakini ndoto za mamia maelfu ya Watanzania zikapotee. Kwa sababu kwa uchaguzi wa aina hii ambao tumekuwa tukifanya 2019, tumefanya 2020, tumefanya 2024, hakuna jambo jipya litakalopatikana kwenye hizo chaguzi zinazofuata. Kama watu wanaweza kuiba uchaguzi wa serikali za mitaa, watakuachia wabunge? Watakuachia madiwani? Kweli? Uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji, watu wanapambana, wanaiba uchaguzi. Wanakudanganya wewe uingie kwenye uchaguzi, ukishinda udiwani watakutangaza. Katika mazingira yapi? Kivipi? Kwa hiyo ndugu zetu lazima wakubali kwamba no reform no election imekuwa mzigo mzito kwao, na wao kwa akili zao wameona kulinda ndoto zao ni pamoja na kutoka kwenye chama kwenda kutafuta platform nyingine ya kugombea. Lakini swali la msingi ambalo ndugu waandishi wa habari na Watanzania mnaonisikiliza muda huu mnapaswa mjiulize, hawa G55 ambao sasa hivi ni plus, yani hawako 55, wako zaidi ya 55, hata wakienda chama kingine chochote wanaenda kushinda kwa utaratibu gani? Yani wanaendaje kushinda huu uchaguzi? Yani mfano leo mathalani
sisemi wanaenda Chauma, sisemi wanaenda ACT. Tuashumu wanaenda moja kati ya vyama vya siasa vingine ambao vimekidhi vigezo. Wanaenda kushinda vipi? Na kwa nini walishindwa kushinda Chadema? 2019 serikali za mitaa, 2020, 2024. Huku wameshindwaje? Alafu huko kwenye chama kingine wanaenda kushinda. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaojua siasa ni nini, utajua kabisa hapo kuna kazi inayofanyika, kuna mradi unaoendelea wa kuonyesha kwamba serikali imeshiriki uchaguzi na watu wengine, kitu ambacho ni kiini macho. Kwa hiyo wanaenda kutumika kuisaidia CCM kuendelea kuwaumiza Watanzania. Obviously lazima tu watakuwa wamefikia negotiation pengine za kupewa baadhi ya majimbo, kwa sababu kwa mazingira ya kawaida hawa watu hawawezi kushinda. Na kama wanasema watashinda, watuambie kwa nini 2020 hawakushinda wakiwa Chadema. Ama kwa tafsiri nyingine watuambie serikali iko tayari kushiriki uchaguzi na vyama vingine lakini sio na Chadema. Yaani serikali inataka uchaguzi huru na wa haki, lakini sio Chadema ikiwepo kwenye kinyang'anyiro. Hiyo ndio tafsiri. Kwa sababu kama unaondoka Chadema ili ukatimize ndoto zako kwenye chama kingine tena cha upinzani, hebu utuambie, maana itakuwa ni jambo jipya na geni. Utuambie iko chama unaenda kushinda vipi? Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, tunataka muelewe kwamba no reform, no election ni miongoni mwa sababu iliyofanya wenzetu waamue kufikia maamuzi hayo. Lakini wanapaswa kuelewa Tundu Antipas Lissu ni mtu mwenye misimamo. Na siasa za sasa hivi za upinzani zinahitaji mambo makubwa mawili kwa mtu anayegombea au anayejiita kiongozi. Moja, uadilifu; mbili, uaminifu. Kwa sababu watu wapo, pesa zipo, watu watakuchangia, watu watajitokeza, wanakuamini. Wewe ni mwadilifu? Wote hapa mnamfahamu Tundu Antipas Lissu. Ni mwanadamu ana mapungufu, lakini kwenye eneo hili la upinzani amepimwa, akapimika, akakamilika. The same tu makamu mwenyekiti John Heche, mmemuona huko kwenye ziara. Hana muda wa kunegotiate, kwa sababu kama ni swala la kukaa na kukubaliana, tufikirie kwamba hizo tume zote zilizokuwepo kwa ajili ya kuleta mapendekezo, kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza kupata uchaguzi huru na wa haki, haya walioyasema mpaka leo hawajafanyia kazi. Shida ni muda, shida ni utayari. Tuseme shida ni muda. Okay. 2015 mpaka sasa hivi ni miaka 10. Baada serikali ndani ya miaka 10 wanashindwa kufanya reforms. Yaani inawezekanaje mimi ni mgombea, wewe ni mgombea, alafu wakala wangu ambaye ananiwakilisha mimi ndio natakiwa nimtambue, sio wewe. Wewe unamtambua wakala wa kazi gani? Wakala ni mbadala wangu mimi. Mimi ndio natakiwa nikwambie huyu mimi ni wakala wangu. Kwa hiyo swala la kuthibitisha huyu ni wakala wangu ni mimi nimekwambia huyu ni wakala wangu, na hiyo inatosha. Kwa hiyo kuna mambo yanaendelea ni ngumu katika akili ya kawaida kukubali kuikanyaga demokrasia. Tunawakosea Watanzania, tunajikosea sisi wenyewe, lakini tunashindwa kuweka misingi mizuri kwa ajili ya chaguzi zijazo. Watu wanatakiwa kufahamu, watu wanaofaa kuwa viongozi wa nchi hii sio wanachadema na CCM na TLP na ACT Wazalendo peke yao. Kuna watu wako nje ya mifumo ya vyama. They are very good kwenye leadership. Wanatamani wangepata fursa ya kuisaidia nchi yao kwenye eneo la uongozi, lakini wakitazama hakuna platform yoyote kwa tume hii inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi, kwa sheria hizi ambazo huyu mtu ataweza kwenda na akashinda. Haipo. Kwa hiyo hoja ambayo sisi tunaisema no reform no election ndio jawabu la matatizo yetu. Serikali wafanye hizo reform. Kuendelea kutunisha misuli, kuendelea kuleta kiburi ni kuwakosea Watanzania na ni kutukosea sisi ambao tuko kwenye wadau wa siasa, ni kutukosea. Kwa sababu haiwezekani mimi nimechagua mtu nayeona anafaa, lakini msimamizi wa uchaguzi anaweza kumtangaza anayemtaka yeye. Huku ni kuwapotezea muda wa Tanzania. Ni kuwapotezea muda wa Tanzania. Kwa ndugu wanahabari, mimi niseme hayo kwa utangulizi, na niko na wenzangu hapa ambao nao walikuwa kwenye timu ya Freeman.
tulifanya kazi kwa uaminifu na kwa uadilifu wa hali ya juu. Hatukuwa tunafanya siasa wakati tunamuunga mkono mwenyekiti mstaafu. We was real. Tulikuwa tunamuunga mkono kweli. Lakini uchaguzi umeisha. Tunaye mama anaitwa Chadema, sio Tundu Lissu, sio Freeman Mbowe. Tuna kitu kinaitwa Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho tumewekeza nguvu zetu wengine miaka 30 sasa. Mimi nina miaka 10 Chadema, ni kijana, nina ndoto. Sitamani kwenda kushiriki uchaguzi kweli? Sitamani mimi kuwa mbunge? Sitamani mimi kuwa diwani? Sitamani nchi yetu hii kushinda? Chama changu mimi kushinda na mimi nikae waziri mkuu? Na mimi nikae waziri wa michezo na sanaa? Sitamani kweli? Natamani, lakini katika mazingira haya hatuwezi kuongopeana. Hatuwezi kufanya siasa za udalali. Hatuwezi. Ifike mahali serikali ikubaliane na mawazo yetu kwamba atakayeshinda awe ni yeye ama ni sisi, atangazwe bila kujali. Kwa hiyo tuna mapendekezo mengi ya reforms, chama kimesha yatoa zaidi ya 42, wanayo wakakae wayatafakari. Lakini hao wenzetu ambao wameondoka kwenye chama, kifupi, wameamua kuwa madalali wa kisiasa. Wameamua kuwa madalali wa kisiasa, na wanasema hivi, tangu enzi za Yesu Kristo Mnazareti, usaliti wowote wa hali ya juu lazima uhusishe vipande 30 vya fedha. Yesu mwenyewe watu walipewa mzigo. Nataka kuambia ukweli, mnafuatilia. Sasa sisi tumekataa kufanya siasa za drama, kufanya siasa ambazo zinaumiza watu wetu kila siku. Hatujui saa hizi Mdude yuko wapi. Ali Kibao amekufa. Tuna vijana wetu Temeke hapo, hawajakamatwa kwa sababu ya uchaguzi, lakini it's all about politics. It's enough. Inaweza kuwa sio wewe, inawezekana wewe una mahusiano mazuri na dola, hawakukamati, hawakupigi, hawakuumizi. Lakini kuna wenzetu wanaumia. Sasa kama mwenzetu anaumia, sisi tunacheka, tafsiri yake ni nini? Haina maana yoyote. Kwa hiyo mimi ya kwangu ni hayo, na nimesema niyaweke tu vizuri kwa hao wanaojiita Timboe wakidai wanabaguliwa, wananyanyaswa. Hakuna kitu kinachoitwa kubaguliwa, ila kuna kitu kinaitwa kiburi na kutokukubali matokeo. Asanteni kwa kunisikiliza. Ninaomba